nimekuja kuwakumbusha kwamba Mheshimiwa Rais anathamini sana wazee wa nchi hii. Tulimsikia aliongea pale Dar es Salaam kwa niaba ya wazee wa Dar es Salaam, akaongea na wazee wa nchi nzima. Ninyi ni tunu, nyinyi ni hazina. Tunawaheshimu, tunawathamini, tunawahitaji. Bila nyinyi hakika tutakwenda kombo, mambo yatakwenda mrama. Tunahitaji hekima zenu sana ili taifa letu liendelee kukua kiuchumi, kiutamaduni, kisiasa, na sisi tuendelee kufurahia matunda ya waasisi wetu ambao walituachia Tanzania nzuri. Asanteni sana wazee kwa kuendelea kushirikiana na serikali. Serikali inatambua kuwa kupitia ninyi kuwa tunu na hazina, mnasababisha ustawi lakini vile vile maendeleo ya nchi yetu. Na serikali hii inayoongozwa na Daktari Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaendelea kufanya jitihada mbalimbali ili kuimarisha ustawi na maendeleo ya wazee nchini. Aidha, nipende kusema jitihada chache ambazo Mheshimiwa Rais pamoja na serikali kwa ujumla tunaendelea kufanya. Hapa karibuni mwaka 2024 tumeweza kuzindua sera ya taifa ya wazee 2003 na toleo la mwaka 2024 imefanyiwa maboresho. Ile sera ya mwaka 2003 mwaka 2024 tumeweza kuifanyia maboresho. Lengo ni kuhakikisha upatikanaji wa huduma na matunzo na ustawi na ulinzi kwa wazee unakuwa imara ndani ya familia, jamii, lakini hata taasisi ambazo zinatuangalia. Lakini mfawidhi na watumishi wa makazi ya hapa Bukumbi, hongereni sana. Kwa kweli wewe unaweza ukadhani unafanya madogo, ila hii kazi sio rahisi. Mimi nakutia moyo, endelea kufanya hivi, unajichumia baraka zako. Kulea hawa wazee ni ibada. Haya yote unayoyafanya nimekufurahia wewe mwenyewe, you proud of what you are doing. Kidogo unachokipata unaendelea kukikuza, wewe mwenyewe unapata amani, lakini na kazi uliopewa ya kulea hawa wazee inaendelea kwenda vizuri. Hongera sana. Nipende pia kuongea na vijana wa taifa hili. Hata kama umeshazidi miaka 45 mpaka miaka 50 hivi, mimi bado nasema wewe ni kijana. Wazee hawa unakuta ni baba na mama wawili, wametuzaa sisi watano, wakapambana na sisi, waliuza kuku zao, walienda kulima vibarua, walifanya shughuli zote, wakatulea, wakatusomesha, tumepata vibarua, wengine tumejiajiri. Tukumbuke wazazi. Si vema ukamtelekeza mzazi wako. Ili upate radhi na heri mbinguni, hakikisha unamtunza mzazi wako. Fikiria yeye, wao wawili wamewalea nyinyi watano. Kwa nini nyinyi watano mnashindwa kuwageukia hawa wawili? Na wakati mwingine amebaki mmoja. Basi nitoe wito, ndugu zangu, kuna mahala tumejisahau vijana. Tuhakikishe tunawarejea wazee wetu, tuwapende, tuwatunze, tuwathamini. Bila wao sisi tusingekuwepo. Hebu fikiria huyo mama yako angekuwa ameitoa hiyo mimba, wewe usingezaliwa. Lakini alikutunza toka huko tumboni. Alikupenda toka huko tumboni, akakuzaa. Leo hii baadhi ya vijana wapo, wana nafasi nzuri. Tunakaa nao huko mijini, wamekaa kwenye viti virefu, wanaendesha magari, wanakaa kwenye nyumba huko, wamejisahau, nyumba nzuri kabisa. Mzazi wake anateseka. Si kitu kizuri. Wanasema waheshimu baba na mama upate miaka mingi na heri duniani. Unaitoa wapi hiyo heri ya wewe kufurahia wakati umemtelekeza mzazi wako? Lakini vile vile tumekuwa mara nyingi tumeegemea upande wa kuelekeza tu wazee. Ongeeni na vijana. Tunahitaji vijana wenye maadili, tunahitaji vijana wenye uzalendo. Wazazi wameshafanya. Sasa wao ni wakati wao nao wa kuwageukia.
ili kuhakikisha jamii inabaki kuwa yenye furaha, yenye tabasamu. Kwa hiyo nipende tu kusema, wazee wangu wa hapa Bukumbi, sisi ndio watoto wenu, na Mfawidhi hapa ndio mtoto wenu mkubwa, ndio mama yenu, ndio baba yenu, na serikali ya awamu ya 6 inaongozwa na mama pia haitaacha kuwaangalia. Endeleeni kuishi kwa amani, Mungu ataendelea kuwatunza. Basi kwa maana tunapokaa hivi wazee au tunaposikia misukosuko tunasema wazee sasa tutaenda wapi? Lakini kwa uwezo wake wa uongozi thabiti uliotukuka wenu pamoja mama yetu Mama Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano, amekaa kidete kutulinda wazee. Kwa hiyo lazima tujisikie amani. Manake mzee sasa hivi ukichechemea utafika wapi? Hakuna. Lakini vile vile tunapenda tu kusifia kwamba uongozi wetu mliotupa hapa Bukumbi, wazee wa Bukumbi, tunaishi kwa raha sana, mstarehe. Mama yetu kama hivyo unasema kwamba mama yetu hapa Mfawidhi pamoja na timu yake nzima wanatuweka vizuri. Ni kazi ngumu kukaa na wazee ambao hujakaa nao tangia walikozaliwa. Leo hii uje uweze kumlea huyu mzee mkaelewana mpaka akawa anaishi kwa raha. Ni kazi ngumu sana, kama ulivyosema kwamba mnipitisha kwamba wazee tutabasamu, na kweli tunatabasamu hapa Bukumbi. Kwa hiyo waziri, sisi hapa tunakupenda sana, ukaribia siku ingine uje tu. Upendo tulionao hauna kifani. Ila na upendo wetu tena umfikishie waziri wetu, ameturudia tena, amekuja siku nyingi sana tujamwona, umfikishie tu hata akipata ka nafasi kidogo aje atutembelee. Sawa. Leo nimekuja kuleta salamu zake. Sawa, zimefika. Tena kwa uwezo hizo za kwako pia napeleka. Zifikishe kabisa, mwambie kwamba mzee John uko na wazee wengine siku nyingi hawaja kuona. Sawa baba. Tutembelee tena. Sisi tuko vizuri sana hapa. Tunaishi kwa amani kwa kweli, hatuna tatizo. Kambi yetu imetulia, makazi yetu yako vizuri. Tuna wahudumu wetu wa hospitali wanatolea vizuri. Unaposema hapa kamgongo kanalia tayari kametibiwa. Kwa hiyo hapo ukisema hapa tayari wameshafika. Kwa hiyo tunajisikia tuko vizuri. Naibu Waziri, nakushukuru sana kwa nafasi yako ya kututembelea. Sisi hatuna mengi ya kukulipa. Lakini Mungu atakulipa. Pamoja na timu yako uliyoongozana nayo, muwe na amani sana. Karibuni sana.